Our topic this morning, yani funzo letu la asubuhi ya leo linaanza likisema choices. That is our topic this morning, choices. Na tutaangazia katika kitabu cha Yeremia kwa kusoma mambo ambayo yanazingatia afya yetu. Yeremia anasema mambo, hebu yaseme. Je, hapana sheri katika Gileadi. Hapana sheri katika Gileadi. Huko hakuna tabibu. Huko hakuna tabibu. Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mbona sasa haijarejea afya ya binti zangu? Yeremia ana mambo makuu sana anapotuliza asubuhi hii, akishazungumza kutoka mji wa Gileadi. Lakini sasa hivi tulioko katika mji wa Mwembe, Yeremia anatuliza maswali labda matatu naweza sema. Anauliza swali la kwanza, je, hakuna sheri? Kwa Kiingereza inasema is there no balm in Gilead? Anauliza akisema, je, hakuna dawa Mwembe? Wacha niulize hivi. Kunayo dawa? Mko kweli kwa makambi ama mliondoka jana? Kuna chemist katika mji wa Mwembe? Kuna madaktari katika mji huu? Mbona haijarejea afya ya watu wanane? Wacha nichukue fursa hii nikafanye fungo hilo kutufikia sisi. Yeremia anauliza swali nzuri sana, anakuuliza wewe, ananiuliza mimi, ya kwamba hakika tunaishi katika mji wa Kisii na tuko ndani kabisa mjini. Mahospitali ni mangapi? Mtakuwa nitije wana mracha Mungu yeye charake. Mahospitali katika mji wa Kisii ni mangapi? Makemisi katika mji wa Kisii ni mangapi? Madawa yanayosafirishwa kwa ndege, kwa gari, kwa pikipiki kuingia katika machumba haya ni mangapi? Mbona haijarejea afya ya nani? Ya watu wangu. Yeremia anauliza swali nzuri sana. Mbona haijarejea afya yako? Mbona wewe bado unazidi kuwa mgonjwa? Na huku mpaka Doctor's Plaza iko wapi? Siko Kisii ama iko mbali? Mahali ambapo utaweza tembea kwa mguu ufike katika hospitali ambayo inaitwa Doctor's. Unajua kuna tofauti ya Christamalia na Doctor's Plaza. Hata kama unajua. Una habari hiyo? Maana katika hospitali yetu ya Christamalia ambayo iko karibu na kanisa hili, wako wauguzi, wako na madaktari. Lakini katika hospitali ile inaitwa Doctor's Plaza, wamo daktari peke yake. Wengi wa kila namna, kwa masikio yako peke yake. Specialist. Mouth specialist hapo kwa Doctor's Plaza yuko hapa. Hapa utaambiwa endeni kwa Doctor's Plaza. Na mbona unapoingia chumba kile unatoka utafanya nini? Utapona. Unaingia pale, unatumia fedha na unatoka bila kupona. Na uzuri wa Doctor's Plaza ni mmoja. Mko hapa kweli? Wacha niwaambie uzuri wa Doctor's Plaza na kuwa nayo karibu. Unaponyosha uso wako hivi kuingia kwa malango, pesa imeingia. Mbia mbele. Hata kabla utafungua nini? Kweli ni kama hii kambu ya mko. Kabla hujamfungua mdomo kumwelezea vile unavyosikia, tayari pesa imefanya nini? Na pesa kidogo. Mbona kama unalipa kabla hujasema, mbona utapona ukiingia pale kuelezea? Nani anauliza swali hili wenzangu? Yeremia ndiye anauliza swali hili. Katika fungo hilo ya Yeremia sasa, ni 46 fungu la 11, ana swali lingine. Yeremia tu ili tuweze kusimama mahali ambapo tungekuwa siku ya leo. Yeremia 46 mstari ni wa 11. Yeremia ana mambo. Muwe wa kufungua haraka kidogo. Soma kama umefika. Habari siku yenu. Yes. Uende Gileadi. Hata uende Gileadi ukatoa sheri. Binti. Bikira wa Misri. Bikira wa Misri. Unatumia dawa nyingi bure tu. Upati kupona kamwe. Kuna mtu ako na Kiingereza?
Kuna mtu wako na Kiingereza kwa mkutano. Inasemaje? Akina kiose mwembe korau na kiose correspond. Yes. Go up into Gili and take palm. Oh, Virgin, the daughter of Egypt. In vain, I want to get that. Shall thou use the medicine? For thou shall not be cured. Swali Yeremia analeta ni kwamba madawa tutatumia na ndivyo tumeyatumia, lakini hatutapona kamwe. Sasa nikajiuliza, kwa nini tutumie madawa? Kwa nini tulipe kabla hata hatujazungumza? Kwa nini tuwe na mahospitali mengi na tena tukose kupona? Sasa ninaelekea katika funzo la siku ya leo, linasema the answer to these questions. Majibu kwa maswali haya Yeremia anauliza yanatuleta yakisema tulisema tuna mafunzo, tunajifunza nini? Our choices as made Jeremiah tell us the answer. How? Swali langu ni how? Mwandishi mmoja anasema hivi: the choices you make about your health determine the destiny of your life. The choices you make about your health determine the destiny of your life. Yini ni yale ambao uchaguzi ule ambao unaofanya kwa ajili ya afya yako ndio unaangazia mwisho wa afya yako. Uchaguzi. Hebu niwaambie wazuri sana, mimi ni Mkisii. Wamama wa Kisii naamini wako hapa. Hebu nione kama wako ndio niseme jambo hili. Kama wewe ni mama Mkisii, wanapofika katika sherehe ya kusalimia watoto, sema mobile tulikuwa watu asiki. Iwe hata kitawa kwa maisha hawaii. Hata itakuwa ngele excess a choice ama si choice. Analazimishwa ama halazimishwi? Analazimishwi. Lakini watu wengi hata Wakristo kanisani wanapofika mahali vyakula vipo, wanatafuta statement ya kumsaidia hale vingi. Is it a choice ama si choice? Ni uchaguzi ambao mtu anafanya. Ndio sababu huyu anaandika ya kwamba uchaguzi unaofanya kuhusu afya, uchaguzi unaofanya kuhusu ile chakula ambao unakula, uchaguzi unaofanya kutokula ile ambayo umekataa, nitakupeleka mahali maisha yako yatakuwa kiafya. Naamini mmepata hiyo point. Point ya pili. We make choices out of ignorance. Hiyo ni point ya pili. Watu wengi tunafanya uchaguzi kwa kutojua. We make choices out of ignorance. Mzungu akakukataza akikwambia hivi, ignorance has no. Hata kama ulichagua bila kujua, hautajitetea afya yako inapoanza kuharibika. Hivyo ndivyo inamaanisha. Hata kama unasema hiki nilikifanya, hiki nilikikula, hiki nilikifanya hivi kwa sababu sikujua, bado hata kama utapiga magoti kusema nilifanya nikiwa kwa giza, itakuwa imeharibika. Imefanya nini? Sima itigo zengo kwa nande mwiweta point ya. Yaani mtu akaruchirudia yeye mwenyewe baada ya kuingia kwa pombe, akaharibu liver yake, maini. Akirudi kwa kanisa akibatizwa, si hata hiyo inabatizwa. Mbiamwe. Si inabatizwa naye. Akawekewa mikono ya wachungaji wengi kwa sababu amerudi kanisani, afya itarudi. Utaambiwa the consequences remain. Ndio sababu huyu mwandishi anasema haya ambayo tunayafanya kwa kutojua, hakika tutaibuka in terms of afya. Kwa dhambi utaibuka maana utasamehewa, lakini kwa afya inakataa ya kwamba kama imeharibika, imeharibika. We make choices out of rebellion. Kuna jambo la pili ambalo linajitokeza. Watu wengine wako hapa, wanakula kila wanakula, wanavaa jinsi wanavyovaa, sio kwa sababu hawaelewi, sio kwa sababu hawajui, lakini wameamua makusudi. Lakini mbona wanamanya sana? Ekanise kale tiganda kwani kusija manyemle kali kunywa machani. Ogo jokana machani ekagani hata winu. Na siku hizi makiwa na mwambe rawa basi tangu tawo mtaili na nkora tukuiwana hiyo. Leo wantu kama tena sidi kunywa machani.
Siku hizi wanasema hata siku hizi mnakunywa majani hizi nyanga. Hata mnakunywa, wanashangaa maana ni kanisa lililokuwa linajulikana ya kwamba halinywi majani, lakini siku hizi limepindua out of ignorance or rebellion. Amjashika vizuri. Out of ignorance or rebellion. Ni kanisa ambalo lilikuwa linajulikana halili nyama. Enzi zile za kale, huyu akiwa Mkristo. Siku hizi linakula malini. Out of ignorance or rebellion. Rebellion. Ni kanisa lililokuwa linajulikana kwa nguo refu. Modest in dressing. Siku hizi zile zinaenda kwa nyumba ya dansi. Zile zinaenda kwa bar. Ndizo zinakuja hapa kupitia kwa watoto wetu. Out of ignorance or rebellion. Watu wanasema we make choices out of rebellion. Uchaguzi mwingine tunaofanya ni tunajua lakini tunakataa. Ya mwisho inasema we make choices out of influence. Hapa sana inaguza vijana. Vijana wengi walioko katika kanisa hili mara tu wanapokuwa first years in the Jomo Kenyatta University wanakurudia wakinywa bangi na ujui. Mnanishika wazazi? Anafika huko university anaambiwa hapa you not a baby. This is not high school. Hapa ni freedom, freestyle. Wacha tukatembee, wacha tukuonyeshe vinaendaje. Na anajua akile ambacho hakujua alipokuwa nyumbani kwao. Mtoto anaturudia na nyewe unaangalia unasema, huyu ni Kevin aliyekuwa Pathfinder. Ama mjaona haya hapa Mwembe. Nimeyaona pale Matoke maana huko unajua ni town. Si unajua hapa ni Risafu. Ninayaona pale. Unamtazama mtoto kutoka juu aliyekuwa anaongoza kikundi cha Pathfinder akifika university akikurudia. Hata wewe ukimtazama vizuri unafikiria unaona sio yule wako. Out of msipotee point zangu. Out of influence. Na ni mambo ya afya. Point number 3 inasema hivi katika choices bado liko kwa kuchagua ama kufanya maamuzi. Inasema get facts about your health. Anakusii mwandishi huyu akisema get facts first. Unapofanya jambo, unapofanya uamuzi, pata yale ambayo ni makusudio. Facts, sijui kama nitayaweka aje kwa Kiswahili. Get facts first. Facts. Mwalimu wangu wa Kiswahili, facts inaitwaje? Simama tu kama ni mwalimu, ni heshima yake, adekate sio my Kiswahili teacher. Get facts first. Pata mambo muhimu mara ya kwanza. And weigh them on the principle of common sense. Na viweke katika mizani ya kufikiria. Common sense. Asante mwalimu. Yaani wakati unafanya uamuzi kuhusu afya yako, kile ambacho unataka kuamua kule usile, ufae usifae, get what first? Get what first? Facts. Tafuta ukweli wa jambo hilo. Leta huo ukweli wote, weka kwa mizani. Weka assertive. Weigh them. Ratili gani? Ile ya kupima sukari hapana. Ya common sense. Yaani common sense ndio Kiswahili vizuri, mimi sijui kama kiko. Kile ambacho kinaleta common sense. Weigh those facts. Wacha kufanya mambo kwa sababu uliona viongozi wakifanya. Wacha kufanya mambo kwa sababu nasema wamama wa kanisa walifanya. Weigh them on the facts of common sense. Unapofanya hayo, utachiokoa nafsi yako kwa wakati wa afya. Jambo lingine inasema, don't assume alarm because you wish it will go away. Katika mwili wako kina kidunde ama kitu ambacho ufimbe fulani unaweza tokea mahali fulani. Ama kuna jambo ambalo utaamuka ukasikia liko tofauti kuliko vile ulikuwa kwa mwili wako jana. Don't assume itaenda kwa sababu you wish. Nitasemaje sasa? Yaani wakati umeona jambo kuhusu afya yako, labda ni kitu umeamuka kikiwonga sana, akifanyi hivyo, fikiria ni nini kwanza usisema hiyo itakuja kwenda tu. Huenda ikawa pressure imeenda wapi? Juu. Utafuta ushauri mapema. Ama kuna kitu ambacho kimetokea ufimbe kwa mwili fulani. Watu wengine wanasema na kagete ngoko akile. Ngoja kile. Kagete you wish it will go away. Anasema hapana. Get the fact about it. Weigh them on the weight of common sense. Hiyo inasema aje?
kwanza fikiria hii kitu ni ya nini. Wacha kukiacha, don't assume maana kimetokea kwa sababu maangamizo yako ama mafikirio yako ni kwamba kitaenda. Inatuambia kwamba jitunze wewe mwenyewe. Sasa nataka kuingia mambo yale ambayo yanasema hivi, things that can make us live longer. Mambo ambayo yanaweza kufanya tuishi kiasi. Things that promote longevity of life. Kuna mambo ambayo yanakufanya uishi mbele kiasi kuliko vile ulikuwa unaangazia katika sehemu ya afya. Mambo ambayo yataweza kukusaidia uishi uongeze siku kiasi. Hivyo kuna yale ambayo yatapunguza. So wakati ninaleta haya, unajua ukifanya opposite, ukifanya kinyume, utajua unakuwa unajikatishia maisha yako. Jambo la kwanza ambalo litakufanya uishi zaidi ya ile miaka ambayo ungeangazia kama ungetunza afya yako inaitwa adequate sleep. Hebu nione kama mnaweza kutii. Hebu sema adequate sleep. Hebu rudia tena. Na nikuulize direct, do you have enough? Je, unafikiria unalala ya kutosha? Wana wa Mungu, kile ambacho kimeonekana kikukatishia maisha sio kulala kwenyewe, lakini ni street lights. Hebu niambie, hebu sema street lights. Unasijua? Tulifanya watu waanze kufanya kazi saa ngapi na saa ngapi? Kile kinakukatishia kulala sio stress, street nipate vizuri. Mara zinapowekwa mahali hivi, wamama wanaongeza siku za kutoka sokoni. Na wewe unaongeza siku za kwenda kununua nyanya saa 3, saa 4, daraja 2. Ati watu wanaendelea tena kwenda kununua nini? Ni nini ilimfanya aende daraja saa 3? Street nyanya ama street light? Kama ingekuwa watu wangenunua nyanya saa ngapi? Wakati ule street light wasikuwa daraja 2, watu sokoni hawako wanapatikana saa 1 kamili. Lakini saa hii mpaka saa 5 watu wako. Na kile ambacho kinashangaza, wamama wametandika mboga, omena, na nyanya na bado zinanunuliwa. Swali, hao watu watasifikisha kwa nyumba saa ngapi? Wapinge saa ngapi ndio walale saa ngapi? Are you seeing how street lights are cutting our sleep? Wale wako huko Keuu, zilizowekwa pale, watalala wakati wa mwendo wa saa 6. Magari ya Nairobi yote yakimaliza kufanya nini? Kuenda ndio anaenda nyumbani. Na wakati anaanza saa 10 ama saa 9 tena wako huko. Nini inawaleta? And we are saying Kenya is running towards the 24-hour economy. Kama wewe Mkristo, unafikiria itakusaidia ama itakukatishia maisha? Wana wa Mungu, hapa hivi serikali yetu ya Kenya iendi kutoa zile taa, bali inaendelea kusongeza mpaka zitafika hapa Mwembe hapa katikati. Kile ambacho utafanya na hizo taa ambazo zinaenda kukatishia usingizi ni kufanya choice. Sijui kama mnapata point yangu. Hapo ziko na zitazidi kuongeza. Wewe sasa ni uchaguzi wako. Uone kama utakaa barabarani kuuza ili utoe hizo pesa, na hakika utauza usiku. Usipeleke Doctors Plaza ukionekana hivi ile faida yote. Mungu etabolie ndote. Get these facts on common sense. Wewe tengeneza pesa huko extra, maana street lights siko. Na hakika Yeremia alituambia tutazipeleka kwa madawa na hatutafanya nini? Na hatutapona. Yeye mwenyewe alithibitisha kwa fungu lake. Kwa hivyo tufanye uchaguzi mwema. Number 2, don't eat between meals. Yale mambo ambayo yanatukatishia kuishi. Don't eat between meals. Watu wengi wanazoea kukula, wanasema kile ambacho umepata. Umetengora ikande na tebana, heri umaskini ule wa kitambo kuliko kujiweza. Sijui wewe na mimi unafikiriaje? Watu kama sisi ambao hata ukinitazama mimi vile nimesimama, nilikuwa nakula mandazi Krismasi na mkate na mchele. Ni siku gani? Wangapi walipitia hiyo dini? Hebu nione kwa mikono wako hapa.
Hakika wale walitufanya kuwa maskini wa enzi zile walitusaidia. Ninapoangalia afya yetu saa hii, maana watoto hawa wetu ambao wanakula mandazi kila siku, I'm very hard to say this, katika miaka 9 mtoto wako na arthritis. Wa miaka ngapi? Chini ngochi ya mbele miaka ngapi? Unafikiri kwa nini arthritis inakuwa mtoto wa miaka 9? Mkate na nini? Mkate na blue? Nani lakini ananunua? Ni mtoto kama ni wewe? Choice. Wewe kama ni common sense. Akishamaliza mkate na blue band, anabeba mandazi kwenda wapi? Shuleni. Na ile pocket money kidogo alimpatia, akirudi jioni anakula chips. Unajua ni nini ameweka kwa mwili yote tangu asubuhi? Mafuta, na mafuta ile ikiwa excess inakwambia hivi, mimi nitakaa kwa joint. Hakuna mahali pengine nitakaa. Maana umeniweka excess, mahali nitaenda kujificha, my bedroom will be the joint. Mtoto huyu anaanza kulia mguu, anaanza kulia mgongo. Nasema uina gari. Mwewe tolimo. Mwewe lakini akiwa na ngoma karamba na leo kana bakala sivinde. Mwewe tolimo yeye afya yake sio mzuri. Ukimpatia panguze nyumba, akwe ya nini? Mwewe mtoto wa miaka ngapi? Maana uzito wake unamzidi, hawezi kuinama. Na huku tulikuwa tunaenda tunabeba chiba ando. Waende tinge chitere hivi. Wale ambao walikuwa wanakula mandazi Christmas unakumbuka. Makambi tulikuwa tunaenda sijui Nyaguta kutoka spring mahali ilikuwa, lakini ulikuwa unafika Nyaguta kwa sababu ya kula mandazi siku gani? Christmas. Let's make wise choices on what to tell our children after umempatia pesa. Unajua pesa watoto siku hizi wamezoea. Ukishampatia pocket money na umwambie kimbia town ufanye shopping, atakuja na juice, chips, what else? Samosa. Atanunua maraboli. Na ukijaribu kuyanunua nyumbani utasikia kelele ile hujawahi jua. Ni siku hiyo uliyaleta lakini unasema nani atakula? Mimi siku ilikosa maraboli kila siku naomba utapika. Wanaanza ni kila siku. And then we make a choice ya kuambia nyinyi mtakula mkate. As big as we are parents. Wakianza hivyo ni kila siku badala tuwalazimishe, tunawaambia nyinyi mtawanulia nini? Yes, the choices we make will cut our lives. Number 3. Eat nutritive food in the morning. Wakati wa asubuhi kula vizuri. Pastor alikuwa hapa akisema proudly. Unanipata? Pastor hili anasema hapa proudly. In the morning anakula matunda ngapi? Haimwali ndio wanalala. Proudly alisema anakula matunda ngapi? 4. Wewe ile matunda ununua kutoka daraja unangoja jioni muende kukatia moja. Yeye ashakula already in the morning. Hili unajua all this is about choices. Maana makambi ya mwembe sio kama makambi ya reserve. Hii ya mwembe ina all types of fruits all the time. Lakini tunapoyanunua tunaangoja kwenda kukata moja saa ngapi? Jioni. This needs to be taken in the morning. Nutritive foods. Lakini kwa mazoea mengine nyumba nyingi za Adventista na za watu wengi wanakunywa chai na mkate asubuhi. Unapowauliza kwa nini, wanakuambia we don't have time to cook. Who told you when you have time the stomach has time to take? Ndio tunafanyanga tofauti. Asubuhi tumbo linasema nipe, give me. Tunamwambia sina hata. Jioni nasema nimechoka usinipe, ndio tunampatia. We do the opposite. Let's eat well in the morning. Jambo lingine inasema avoid tobacco and smoking. Nataka uandike hiyo point vizuri. Avoid tobacco and smoking. Je, nyinyi mwafuta sigara? Nauliza swali nzuri. Je, nyinyi mwafuta sigara? Mwanywa tobacco? Mwandishi anaendelea kusema both active and passive. Endelea hapo hiyo sentence. Avoid tobacco and smoking, both active and passive. Wana wa Mungu, wacha niwaambie kwa ukweli, sisi tumelewa na tobacco na sisi tumelewa na sigara zaidi ya wenye wanafuta sigara. Aje. Imesemekana, research says mwenye anakunywa moshi ya sigara anakunywa nyingi kuliko mwenye anafuta hiyo sigara. Ndio anaitwa passive. We are all seated here and we are passive
smokers, anayekunywa moshi ya sigara kunywa nyingi kuliko mwenye anakunywa sigara yenye. Sawa, wacha niulize swali. Je, umewahi futa sigara wewe? Kama umewahi kama mimi nua hivi. Kumbe mko. So what do you do? Kwa nini ufanye unapotembea barabarani ukakutana na mtu ako mbele yako anafuta sigara? Which choice are you supposed to make? You run ahead of the pack. Lakini tuko hapo unaendelea kupiga simu, hello. Ilikuwa hivi na unajua tu unaendelea kusmoke. Afadhali ukate ile simu hata kama ilikuwa ni ya dharura, uharakishe upite mbele mwambie hold on, upite mbele ndio uendelee kuongea na simu. Tunatembea na watu wenye wanafuta sigara, nasi tunaendelea kukunywa sigara bila kujua. Nasema we still have the same problem because of the choice. Namba ngapi tumefika? Point ngapi? Balance. Nataka kuzungumzia juu ya balance. Balance mbele yake unaweka even, inasema balance the amount of energy you eat and the amount of energy you spend. Balance kwa wakati ama kwa sehemu ya afya ni ya muhimu sana. Balance the amount of energy you eat with the amount of energy you spend. Nini mzungumzaji anataka kuongea sasa? Anasema watu wengi hawapendi, sijui kama balance itasemaje kwa Kiswahili, lakini I want to believe you have understood. Unapata mtu anaenda mjengo. Unajua mjengo? Yaani building. Wastani. Mjengo wastani. Wastani ndio balance. Thank you teacher. Anaenda mjengo asubuhi. Anakunywa chai kikombe moja. Labda na andazi moja. Anaenda mjengo wa kokoto na simiti na mchanga na vijiko, spades. Anafanya mwisho wa siku analipwa shilingi 300. Anazipeleka zote aende kusaidia familia yake, mahana ilikuwa ina haja. Huyo mtu amefanya mbaya sana kwa mwili. Kama wewe unafanya kazi ya mjengo, sumbuka siku ya kwanza, mahana una fedha. Lakini ile 300 unapata kutoka kwa mjengo, hata kama familia yako analala njaa, chukua 100 full, patia mwili pole. Mahana umefanya kazi. Mungu wewe. Ili wale ambao wanangojea nyumbani, maana wako hapo wanafanya kazi hapo nje ya nyumba, sio ile ya kubeba uzito, wapate 200, wewe mwenyewe kwanza mwili upate 100, na ukifika pale na ile 200 utakula. So balance the energy you eat with the energy you spend. Kama wewe unafanya kwa ofisi, hakika ulikuwa vizuri ile tulisema ya asubuhi. You don't need a snack at break time. Hata kama inapitishwa kwa ofisi. Unajua ofisi nayo inakuwa na temptation ya kutojua kuchagua. Because there must be tea at break time kwa ofisi yako. Ukikataa utachapa. Kuna watu wanasema unajua chai imeletwa. Ikiletwa kwani ni lazima ule, uchaguzi ndio unatusumbua. You are not spending a lot. Don't eat a lot. Hiyo ingine a lot nimewaambia bedroom yake ni kwa joint. Hapo ndio itaenda kulala, hiyo a lot unachukua. Kwa hivyo kama chai inapita wakati wa break, ask for water. I know it can be provided. Say I don't need tea, I ate in the morning, nahitaji maji. Na kama hakika utasimama kwa kiti kile chako uende mahali, you don't even need lunch because the body has not even done anything with the breakfast you took. But the choices we make. Mama mwingine alikuwa ananiuliza, nifanyeje na hii tumbo, the tummy? Nikamwambia vizuri sister yangu Joyce, ningekusaidia lakini usaidike. Maana wewe unasema break tea lazima unywe. Maana imepita ati nitafanyaje kikombe changu? Ikipika lunch lazima ule. Maana imefanya nini? Until I like what pastor said, until you defeat yourself, you will not defeat anyone. Until you learn to say no to that which is must, you will never defeat your health. Hili lazima ujue kukataa hata kama ni lazima. Wacha watu wakuone wazimu lakini afya yako iwe. Because I know the bell has rung. Let me say this. Moderation is our next point. Moderation. Under moderation, sijui.
under moderation. Yaani fanya maneno kwa kiasi. Kwa kukula inasema hivi, some foods need to be eaten in small amounts. Wakati tumepata hii chakula, hata kama iwe ni chakula nzuri, kuna vyakula vingine ambavyo mwili unahitaji kidogo kuliko vingine. Kwa mfano, our bodies need a little salt. Chumvi. Mwili unahitaji chumvi kidogo, sio mingi. Yule ambaye ni adui mkubwa kwa mwili wetu sio chumvi, sio appetite yako, ni ulimi. Hebu guza mahali ulimi huko. How many centimeters does the tongue occupy compared to the body size? Hello? Have I asked that question? How many centimeters? What is the percentage of the tongue compared to your body size? Very small. Lakini it controls you. If you learn to control your tongue, you can be in good health forever. Wewe utakuwa na afya. Maana unapoweka chakula hivi kwa mdomo, hata kama nimehubiri unahitaji chumvi kidogo, adui wako anaitwa nini? Atakwambia itaingia vizuri, haitatosha. What choice do you make? Unaongeza ama unavumilia? Ukishavumilia, ukifanya uchaguzi wa kuvumilia, ikifika hapa utaremuka chini, inakubaliwa. Haleluya. Huyu anasema mahali naenda. Kwa hivyo kama Mkristo, discipline your tongue, mwambie hivi, you are just a gate. Fungua tu, hao wageni kuna mahali wanakwenda, na mahali wanakwenda wanakubaliwa jinsi hivyo walivyo bila chumvi. Haleluya. Nani sijui niseme haja ili tuweze kusikia jambo ambalo ninasema. Mtu wa pili ambaye anastahili kuwa moderated, anastahili kukuliwa kwa kidogo sana ni sukari. Bado naye ana shida na nani? Na gatekeeper. Maana gatekeeper anamwambia hapa kuna shida, si tamu, lakini akiteremka hana shida ama ana shida. Jambo la mwisho ambalo linahitaji kukuliwa kwa kiasi ni fat. Mafuta. Kula kidogo. Hivi vyote vitatu vinaangazia mwenye ta control ni nani nimesema? Sio wewe, lakini kumbuka is a small percentage in the whole body. Ni kitu kidogo. Kesho tutazidi kusoma mengi, maana wakati wangu umekwisha. Wangapi wangesema hivi? Hebu Mungu na utusaidie. Kumbe sio ngonjwa, ni uchaguzi. Yeah, can I see those raising up their hands as we stand for prayer? Tusimame ili Mungu atusaidie tuweze kuchagua vizuri. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa ujumbe huu ambao umefikia wana wako. Tulivyo hapa hivi wote tutaweza, maana ni uchaguzi. Tusaidie tuweze kuchagua vyema kwanza kwa miili yetu. Tukishamaliza na miili yetu, tutaingia kwa familia zetu na kwa watoto wetu. Kisha tutaondoka kuambia marafiki na dunia nzima ni nini imetufanya tusiende hospitali wakati kila mtu anakaa pale hospitali. Yesu wa neema nyingi tuneemeshe, maana itafanyika kwa nguvu zetu, bora itafanyika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Huyo Roho ndio tumesema utunyunyishie kiasi na kwamba tuweze kufanya uchaguzi mwema. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki.